Wakati ambao Zari the Boss Lady pamoja na msanii wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz wakijiuliza ni jinsi gani ambavyo wataweza kumzuia Tifa kuweza kuachana na bwana wake au kuweza kuachana na boyfriend wake ambaye ameonekana akimposti sana kwenye mitandao ya kijamii, na wakipanga mikakati ya kuweza kumuondoa kabisa kwenye janga hili ambalo Tifa anaonekana kabisa ameshazama kwenye penzi la kijana huyo ambaye ameonekana akimpenda, akionekana kumposti sana kupitia page yake ya Instagram na pale Snapchat. Sasa wakati Tifa of course wakati Zari the Boss Lady anaongea na mtoto wake Tifa kwa ukali zaidi, na akimwambia kwamba kuanzia sasa basi simu yake ataweza kuichukua na ataweza kuitumia yeye, kwa sababu amekuwa akionyesha tabia mbaya kwa namna moja au nyingine. Kitu hichi ambacho kimewashangaza watu wengi sana na kusema kwamba kitu kingine ambacho anakifanya Tifa alipaswa kuweza kukifanya tangu muda mrefu, na ndio maana leo haya yasingeweza kutokea, mambo kama haya ya kuweza kuposti na dogo kuweza kuingia kwenye mahusiano akiwa kwenye umri mdogo, vitu kama hizo. Sasa Diamond pia amefunguka, amesema kwamba cha kufanya hapo ni kuweza kuchukua simu yake na kutokumruhusu aweze kutumia simu kabisa, kwa sababu simu ndio imekuwa ikimharibu sana huko shuleni ambako amekuwa akienda, amekuwa akikutana na watu wengi sana. Hata simu ambayo amekuwa akitumia imekuwa ikimsaidia mawasiliano na watu wengi, hasa wanaume ambao inaonekana ameshaanza kuwa posti mapema kabisa hivi kwenye page yake ya Snapchat. Sasa Mama Dangote ambaye ni bibi wa Tifa akaamua kumshauri pia, akamwambia mtoto wangu, ningependa uweze kutulia na uweze kusoma, kuweza kutimiza ndoto zako, kwa sababu kwa sasa ni kama vile unaingilia mambo ambayo yatakuja kukusumbua kwa baadaye. Sasa kauli ya Tifa imewashangaza watu wengi sana. Bibi yake Mama Dangote amebaki mdomo wazi, lakini pia Diamond mwenyewe amebaki kutoa machozi tu, na Tifa mwenyewe na Zari ameshindwa mpaka la kuweza kufanya. Mwisho amejikuta analia tu kwa kauli ambayo amezungumza mtoto wake. Nikwambie tu kauli ambayo amezungumza Tifa ni hii. Bwana, nikukumbushe tena hapo chini, hakikisha una subscribe, unajioni kwenye familia hii kubwa, ili kuweza kupata taarifa zingine zote ambazo zinakuwa zina happen kitanzania. Lakini kauli ambayo amezungumza Tifa inadai kwamba hawezi kumwacha huyo mpenzi ambaye amekuwa akidate naye kwa muda mrefu na tayari wameshaanza kupendana. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuwatenganisha. Hivyo unaweza kuzungumza kauli hii mbele ya wazazi wako, lakini Tifa anaonekana kutia jeuri hiyo mbele ya wazazi wake. Sasa hii inakaaje? Na nani ambaye anataka kuweza kuhukumiwa kwenye hili? Nani ambaye ni mkosefu kwenye hii kesi ambayo imekuwa inaendelea? Amesema anampenda.